Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai, tukawa miongoni mwa watu ambao wako hai na tukafika katika viwanja. Lengo na kusudio kubwa sana kufika katika hivi viwanja ni kufikisha kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa wale ambao watakubali nyoyo zao kuzifungua na Allah akawaongoza wakapata kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kazi yetu ni kufikisha namna Mwenyezi Mungu anavyotueleza katika suratu Yusuf 12:108. Mungu anasema kitu gani? Suratu Yusuf 12:108. 12:108 Al-Karim. Suratu Yusuf. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Naam baba. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Sema hii ndiyo njia yangu. Ninaita, ninalingania kwa Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wa kweli. Mimi nafanya hivi na kila wanaonifuata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya kazi ya kuwaita watu, kuwalingania, kuonyesha hii ndio njia ya haki, na pia anasema na wale wanaomfuata. Na wale wanaomfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sisi Waislamu, ndio wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuitaje? Ndugu yangu mimi naitwa kwa majina naitwa Dan ama ni full Daniel. Mtu wa Mungu, mtu wa Yesu Kristo. Wewe ni Daniel, ni mtu wa Mungu, ni mtu wa Yesu Kristo. Asante sana. Wala sijaiona mtu wa shetani. Watu wote ni watu wa Mungu. Kuna wengine wa shetani. Kuna wengine wa shetani. Unajua wakati mtu kwani shetani aliumba watu. Watu wote, kwanza tuelewane hapo. Watu wote ni wa Mungu. Hakuna mtu wa shetani. Hata shetani ni wa Mungu. Unajua nyinyi katika imani yenu naona ni kama mnaweka shetani hapa na Mungu hapa. Yani mnaweka ni kama watu wawili ama nini, wanafanya duo, yani wanashindana. Hapana. Mungu ndio Mungu wa shetani. Shetani Mungu wake ni Mungu tunayemwabudu. Shetani ni kiumbe aliumbwa na Mungu. Hakuna mtu wa shetani, watu wote ni wa Mungu. Ila katika hawa watu wa Mungu kuna maasi, watu walioasi sheria ya Mwenyezi Mungu bado wanabaki ni wa Mungu, lakini wameasi sheria ya Mungu, na ndiposa watarudi kwa Mungu na Mungu ndiye atawaadhibu. Hawataadhibiwa na shetani kwa sababu ni watu wa Mungu, si watu wa shetani. Sijajua mafundisho yenu mnafundishwa ati kuna watu wa shetani, kuna watu wa Mungu. Hiyo ni mafundisho potofu ambayo hayafai. Unajua ndio nakwambia kwamba njia ni mbili. Unajua shetani pia kuna ufalme na Mungu pia kuna ufalme. So unaona? So wakati nasema kuna mtu anaabudu ufalme wa shetani na kuna yule mwenye anaabudu ufalme wa Mungu. Kwa sababu ukisoma Biblia inasema kwamba humu duniani shetani alitupwa duniani. So wakati shetani alitupwa duniani, Mungu akamruhusu, kumaanisha ulimwengu ni wa shetani. Ulimwengu ni wa Mungu. Sijaona hiyo andiko inayosema ulimwengu ni wa shetani. Kuna andiko inasema ulimwengu ni wa shetani. Tunajua vilivyomo duniani, vilivyomo katika bingu, mali yote iko katika hii ardhi ni yake Mwenyezi Mungu, sio ya shetani. Hebu mwambie mchungaji asikukoroge kwa sababu leo umekuja na mada kali na lazima kieleweke. Mwambie uko hapa tu. Atulie. Sasa hakuna kitu ya shetani hii dunia. Dhahabu ni za Mungu. Mali yote ambayo inapatikana katika ardhi ni mali yake Mwenyezi Mungu, na anampa mtakaye riziki amtakaye Mwenyezi Mungu, na anamnyima mtakaye. Hakuna kitu ya shetani. Na shetani anapozungumza huongea uongo. Shetani atakudanganya, atakupa hii mali wakati sio yake, ni ya Mwenyezi Mungu. Anayekupa mali ni Mwenyezi Mungu, anayekunyima ni Mwenyezi Mungu. So usije ukadanganywa na mafundisho ya kanisa. Ni ya uongo hiyo, ati shetani ana chake. Hana. Hata yeye mwenyewe anategemea Mungu ndio apate riziki. Shetani mwenyewe anapata riziki kwa Mungu. Ndio maana wachungaji wanapoteza Wakristo. Ni ukweli, mimi nakubali ya kwamba vitu vizuri kama vyote ni vya Mungu. Kwa sababu unajua sasa shetani anatumia anaunda kitu inaitwa anafanya kitu inaitwa yani yeye anafanya opposite. Yani ni kama labda hii gari iko hapa hivi. Yeye anaunda kitu inafanana kama hii gari ili wewe uone ni gari lakini si gari. Yani anafanya vitu kuvigeuza. Unaona? Anafanya vitu kuvigeuza. Ndio maana sasa hizi unazapata mtu amevaa kitu kama necklace, unaona ina meta sana. Unaona kuna vitu za shetani pia.
Aliyekudanganya necklace kimetameta ni ya shetani nani? Hiyo ni muongo. Necklace kimetameta ni kwa sababu labda ni necklace ya dhahabu. Dhahabu huwa ina shine. Unanipata vizuri? Na dhahabu sio ya shetani, ni ya Mwenyezi Mungu. Unajua kuna fikra nyinyi wa Kristo mmefunzwa ati matajiri ni watu wa shetani, maskini ndio wa Mungu. Hii ni uongo. Ndio nataka nikupeleke polepole kwa sababu nyinyi kwa hiyo fikra yako ati necklace na metameta ni ya shetani, hiyo ni uongo. Necklace kimetameta inakuwa ni kwa sababu imetengenezwa maybe na dhahabu na ni nzuri kwamba wanawake wavae. Ndio mwanamke ametamete, haina kosa yote necklace ya dhahabu kuvaliwa na wanawake. Wanaume ndio wamepigiwa marufuku kwa sababu dhahabu inamfanya mwili wa mwanadamu unalegea legea. Sasa mwanamke inafaa mwili yake iwe meregea, iko sawa. So wanawake kuvaa dhahabu iko sawa, wala dhahabu sio mali ya shetani, dhahabu ni mali yake Mwenyezi Mungu. Lete swali ya leo. Manake wewe unaonekana umefidiwa mambo ambayo hayamo. Ibilisi hana chake. Yote ni ya Mungu. Lete swali. Mimi nakubali, mimi sikatai, ila mimi naendana na wewe. Mimi tunajaribu kusema ya kwamba yani vitu vyote vizuri ni vya Mungu. Mimi sikatai. Unaona? Lakini Mungu alirusha shetani ulimwenguni. Ni kwa sababu gani? Ibilisi alitolewa katika pepo kwa sababu ya kumwasi Mwenyezi Mungu. 20:120 Qur'an. Acha nikupe sasa maandiko. Tulia sasa. Yeye kaja katika ardhi, kawekwa katika ardhi Ibilisi. Yeye kwa sababu ameasi sheria ya Mwenyezi Mungu, amekufuru sheria ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia namna gani? Sasa utasikia venye alimwambia tupe vitu. Nitasoma kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Lakini shetani alimtia wasiwasi. Alimchokoa akamwambia, asante, ewe Adam, je, nikujulishe mtu wa milele na ufalme usiokoma? Asante. Basi wakaula wote wawili, na uchi wao ukawadhihirikia, na wakaanza kujibandika majani ya peponi humo. Asante. Na Adam akamkosa Mola wake na akapotea njia. Asante. Kisha Mola wake akamchagua na akamkubalia toba yake na akamuongoa. Asante. Mwenyezi Mungu akasema, ondokeni humu nyote, hali ya kuwa ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Vizazi vyenu vitakuwa maadui wenyewe kwa wenyewe. Na ukikufikieni kutoka kwangu uongofu, basi atakayefuata uongofu wangu huyo hatapotea wala hatataabika. Unasikia, Mungu ako wazi kabisa, amewaambia waondoke katika pepo. Ibilisi, Adam na Hawa wamefukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu walimwasi Mwenyezi Mungu. Ibilisi alikuwa na kiburi, alikataa kumsujudia Adam kulingana na vyenye Mungu alimwamrisha, akawa na kiburi, akajivuna, akafukuzwa. Adam ni nani? Adam ni mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Ndio anaitwa Adam. Jina yake ndio Adam. Ni mtu wa kwanza aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, jina lake halisi anaitwa Adam. Alafu na sisi tunaitwa aje? Sisi tunaitwa wanadamu, maana yake watoto wa ule Adam. Sisi tunaitwa wanadamu, maana yake watoto wa Adam. Makao tunasema kama sisi ni watoto wa Mungu. Sisi sio watoto wa Mungu. Mungu hazai. Mungu hazai. Shida ya Uislamu yani. Ndio nataka hiyo shida uitoe kwa sababu Mungu leo akizaa, mimi sioni haja mwana wa Mungu avae koti hapa duniani. Wakati hiyo weather ni ya Mungu, ungemwambia tu akuwekee vizuri. Sisi ni viumbe wa Mungu, si watoto wa Mungu. Qur'ani 42:49. Wewe utakuwaje mtoto wa Mungu na unapata matatizo hapa? Sisi viumbe wa Mungu kaka. Nikiwa mtoto wa Mungu huwezi pata matatizo. Ufai. Mtoto wa rais mwenyewe anapata matatizo. Si mtoto wa rais anapata matatizo, ndio maana. Matatizo gani? Anakuwa mgonjwa. Ugonjwa sasa hiyo ni Mungu ameleta kwa sababu Mungu hawa ni viumbe vyake. Sisi ni viumbe wa Mungu, si watoto wa Mungu. Tupe kitu 42:49. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo. Yani Mungu anaumba apendavyo. That's why we are the creature of God. Sisi ni viumbe wa Mungu. Tupe vitu. Anampa mtakaye watoto wa kike na anampa mtakaye watoto wa kiume. Unasikia? Sisi ni viumbe wa Mungu. Tunaumbwa wanaume na wanawake. Ndio tunaitwa viumbe wa Mungu, si watoto. Viumbe. Tumeumbwa na Mungu. Na umbwa umeumbwa na nani? Umbwa ni kiumbe cha Mungu, paka ni kiumbe cha Mungu, nyoka ni kiumbe cha Mungu, mende ni kiumbe cha Mungu, kila kitu ni kiumbe cha Mungu, miti ni viumbe wa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu ametuumba si kwa mfano wake. Sasa ukisema kwamba umbwa pia Mungu ameumba, sikatae. Mungu ameumba umbwa. Umbwa inahitaji Mungu? Inamuita Mungu wake kwa sababu ni muumba wake.
Si ni kiumbe kilichoumbwa na Mungu ambaye ni muumbaji. Pili, sisi hatufanani na Mungu. Nyinyi mnabeba mambo literally tu. Kusema Mungu ameumba mwanadamu kwa mfano wake, maana yake in his own design aliyo design Mungu. Ndiye akakuweka mapua mbele, akaweka macho hapa, akaweka mdomo mbele. Angeweka mdomo kwa kisogo, lakini amekuumba in the best creation. Venye anataka, venye alidesign Mungu kwa mfano wake ule Mungu alidesign. Lakini sio kwamba ati wewe unafanana na Mungu. Hapana, Mungu afanane na chochote. Nimesema mimi nafanana na Mungu. Nimesema kwamba mimi nimeumba kwa mfano wake. Kwa design aliyotaka. Kama ile nyumba fundi ameitengeneza kwa design aliyotaka. Sijasema kwamba mimi ni Mungu. Nimesema kwamba mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hasa wakati tunasema pia umbwa pia imeumbwa na Mungu. Hasa ukisema kwamba hata umbwa imeumbwa Mungu, wewe ni kiumbe cha Mungu, yani unamaanisha kwamba yani wewe na umbwa mko katika kategori moja. Kwani umbwa ni kiumbe cha Mungu, mimi ni ngoja kidogo nikupe nini? Wacha usiwe na jazba. Umbwa ni kiumbe cha Mungu, mimi ni kiumbe cha Mungu. Nilichozidia umbwa ni kwamba mwanadamu Mungu amempa fadhila na akampa akili ya kujua nzuri na mbaya. Lakini umbwa hakupewa hiyo uwezo. That's why unaona unamfuga umbwa, sio umbwa anakufuga. Kwa sababu mwanadamu alifadhilishwa kuliko wanyama, lakini wote ni viumbe. Sasa ndio maana wote, wewe, nyoka, nguruwe, nini, si zote ni viumbe wa Mungu. Ndio maana mimi nimekubali sisi wote ni viumbe vya Mungu. Lakini sisi wanadamu tukapewa advance, tukapewa tuko juu ya advantage, tuko juu ya hawa wanyama sasa. Sasa wakati unajua kwa sababu sisi tunaambiwa kama Kristo kwamba wewe unapofanyika kufuata Yesu ama kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, unakuwa tofauti. Yani unafanyika kuwa sawa mtoto wa Mungu. Sisi wote viumbe vya Mungu, lakini wakati unapokubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, hasa unatoka kwa mtoto kwa kiumbe, unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Sasa wewe mtoto wa Mungu. Sasa mimi ni mtoto wa Mungu kwa sababu mimi nishakubali kufanyika kuwa. ID uko nayo hapa? ID niko nayo. Imeandikwa fulani mtoto wa Mungu. Hiyo ni sasa, hizo ni vitu za duniani. Yaani wewe uko mbinguni sasa. Tunakubali. Na mimi nakupata ndugu yangu, mimi nakupata. Lakini ndio nataka tupatane vizuri. Unajua hii mambo ya religion isikufanye kuwa slave. Unaona? Ndio najua nataka tuelewane vizuri. Sina shida. Hivi wewe sasa. Hivi wewe. Kwa mpole. Hivi wewe. Hapa unaishi hapa Nairobi. Naishi Nairobi. Unakodisha ama kwako? Nakodisha tu. Yaani na Mungu ndio babako, ndio mwenye hii mali yote. Mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto ya Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Alafu unakodisha nyumba hapa duniani. Hamna shida kwa sababu kuna shida kwa sababu itakuwaje Mungu ndio mwenye hii mali yote na wewe ni mtoto wake, alafu unakodisha hata kaproti moja huku pewa na ni mtoto ya Mungu. Wakati mimi si mtoto wa Mungu na labda sijageuza. Nataka ili nikufahamu vizuri. Hivyo venye nyinyi mnafikiria. Na si hivyo venye nyinyi mnafikiria kwa sababu hizi tuko duniani. Unajua wewe tunajaribu kusema kwamba yani kama wewe unaishi unasema kwamba huwezi pata shida kwa sababu wewe mtoto wa Mungu. Kama Yesu mwenyewe mtoto wa Mungu mwenyewe na akapata shida duniani. Yesu ni mtoto wa Mariamu, si mtoto wa Mungu. Ni mtoto wa Mungu kwa sababu yeye si mtoto wa Mariamu. Yesu ni mtoto wa Mungu kwa sababu wewe ni mtoto wa mtu, wewe ni mtoto wa binadamu. Wewe umezaliwa na mama na baba. Yesu hakuzaliwa na mama na baba. Yesu alizaliwa na wapi umeona? Alizaliwa na nani Yesu? Bila baba unaweza zaa mtoto. Alizaliwa na nani? Na Mungu. So Mungu alibeba mimba. Roho Mtakatifu. Acha tumalizane na huyu. Je, Mungu alibeba mimba? Mungu yani in spirit yani Yesu ni Mungu. Kumaanisha yani Yesu ni Mungu, Yesu si mwanadamu. Wewe umeniambia Yesu mtoto wa Mungu. Sasa tena umenibadilikia unaniambia Yesu Mungu. Sasa tuende katika mtindo gani? Ni Mungu au ni mtoto? Unajua lazima uwe na msimamo. Kuna kitu inaitwa istikama. Usijikoroge. Mimi nakupeleka polepole. Nauliza swali. Tulia kwanza. Nauliza swali. Yesu ni mtoto wa Mungu? Ukaniambia ni mtoto wa Mungu. Nikakuuliza, je, Mungu ndiye alibeba mimba akaenda kujifungua au nani aliyebeba mimba akajifungua? Ndio tuende kwa utaratibu nikupate. Usinipeleke mbio. Mimi natakanga polepole. Sasa je, aliyebeba mimba alienda kujifungua ni Mungu au ni binadamu? Alienda kujifungua ni mama anaitwa Mariamu ambaye ni binadamu. So aliyezaa Yesu ni binadamu? Sasa hatuwezi sema ni binadamu kwa sababu Mariamu sio binadamu. Mtoto yani mtu uzaliwa na baba na mama. Aliyekudanganya mtu lazima azaliwe na baba na mama, nani aliyekudanganya hayo?
wewe umezaliwa na nani kwanza? Mimi ndio nimezaliwa na baba na mama, lakini kuna watu walipatikana hawajazaliwa na baba na mama. Hiyo itakuwa ufinyo wa fikra, kwa sababu tuna Adamu hajazaliwa. Sawa? Kwa mpole wewe, kwa mpole. Tuna Adamu hakuzaliwa. Na ni binadamu, ni mwanadamu, aliumbwa akapatikana duniani. Lakini hajazaliwa. Hawa mamake nani na babake nani? Hawa pia amepatikana, ametoka kwa ubavu wa Adam na akapatikana. Ni vizuri ueleze yani alizaliwa vipi, kama Adam alizaliwa vipi, kwa sababu mimi si Adam hakuzaliwa, Adam ameumbwa. Na nipata vizuri So Mungu anaumba anavyotaka. Na pia tunaambiwa katika vitabu Mungu anaweza toa watoto hata kwa mawe, sio lazima watoke kwa binadamu. Wacha Yesu amezaliwa na mwanamke. Tunaambiwa kuna watoto wanaweza toka kwa mawe. 3:9 kitabu cha Mathayo. Tumsaidie huyu kaka. 3:9 mwalimu wangu nasema. Pole. Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Yesu anasema Mungu anaweza kwa mawe kutoa nini? Mtoto. Ngoja kwanza. So mawe inaweza kuzaa? Mawe inaweza kuzaa. Sasa mawe kwa uwezo wa nani? Wa Mungu, ukweli. Sasa mawe ikizaa, hawa watoto watakuwa wa mawe ama wa Mungu? Sasa hapa duniani ushaona mawe, nani amezaliwa na mawe duniani? Sijajua, Yesu ndio anatuambia. Sasa labda uniambie Yesu alitudanganya. Yesu alidanganya? Yesu hawezi danganya. So Yesu ametuambia ina uwezekano. Asante. Mawe ikatoka nini? Ikatoka mtoto. Asante, kwa sababu Mungu ana uwezo, hata mwanaume anaweza zaa bila mwanamke. Bila mwanamke. Halafu na anabaki ni kiumbe chake. So Mariamu ni muujiza Mungu alifanya, akazaa bila mwanaume ikawa binadamu. Na wewe pia ni muujiza Mungu alifanya. Baba anatoa maji, mama anatoa maji, Mungu akafanya muujiza ikawa binadamu ambao wako hai. Ukafichwa nyama, ukawekwa nyama, kwa sababu ukiangalia ile maji haina mifupa, ile maji haina nyama, ile maji haina macho, lakini haina nywele. Aliyeweka hizi vitu vyote ni Mungu, lakini maji ya mama, maji ya baba, Mungu anafanya muujiza inakuwa binadamu. Hiyo yote miujiza. Mbona una despite hiyo miujiza unaona kama kitu ya kawaida? Unajua nyinyi mnaona kama kuzaliwa na baba na mama kitu ya kawaida. Si kitu ya kawaida, ni muujiza. Tena muujiza mkubwa sana. Maji inageuzwa inakuwa mwili na inakuwa na nyama na inakuwa na mishipa. Wewe unadhani binadamu ana mishipa ngapi katika mwili? Na iliingia maji. Hiyo mishipa anaiweka katika mwili nani? Hapa hii spinal cord peke yake, ile mishipa iko hapa ni 1000 ya mishipa imepitia hapo. Na unaambiwa moja ikikataa kufanya unaanza kulegea katika mwili wako. So hiyo yote ni Mungu ameweka kwa sababu ni muujiza wake. Lakini kilichotoka kwa mama sio mishipa, kilichotoka ni maji, na iliyotoka kwa mwanaume ni maji. Mungu akafanya miujiza, lakini Mungu hazai. Sasa wewe hivi unajua sisi wakati tunaposema kama tunamfuata Yesu, kwa sababu tuliona wewe unaposema unafuata kitu fulani kwa sababu una faida kwa ile kitu, ndio maana unakifuata. Ndio maana unaweka nguvu, unaweka bidii kwa kufuata ile kitu. So sisi wewe unamjua Yesu? Yesu namjua. Qur'ani 3:45. Yesu Muislamu ndugu yangu nikose kumjua? Saa hii Netanyahu amesema Israeli hataki wa Kristo. Ni kitu tulia, ndio kiongozi ambayo yuko pale, na ni kitu imetangazwa iko dunia nzima, sio kitu ya kuficha na kueleza. Sasa tulia nikuonyeshe. Sasa huyu ndugu yangu, na ndio unaona Waislamu bado wako pale. 3:45. Hamna shida. Nitasoma kwa jina la Mungu. Amefanya maandamano leo yanafanywa Amerika. Tupe vitu. Ni kabila lake Yesu. Anafanya kitu yoyote. Tulia basi. Usiwe na jazba, usipate pressure. Dawa ya pressure iko juu, iko bei kubwa. 3:45. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tulia tu, swali yako naja. Kumbukeni uliposema malaika. Ewe Mariamu, asante. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Asante. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Tupe vitu. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera. Tulia. So nini msaelezwa, wala hata sina kifua. Qur'ani imenieleza Mariamu aliambiwa utazaa mtoto bila ya mwanaume, lakini huyo mtoto utamuita Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu. Shote ni clear. So iko katika Qur'ani. Namjua mwenye heshima katika dunia na akhera. Yesu ana heshima yake, ni nabii wa Mwenyezi Mungu, ni mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli, ana heshima yake. Sasa wewe Mungu amekuumba, wakati Mungu amekuumba, ona venye anaelezea kwamba ataitwa Masiha mwenye heshima yake. Yaani kumaanisha ako special. Unakubali hiyo? Special kivipi? Sasa si maandiko, si Qur'ani inasema ya kwamba ako special ama?
Ama mimi sijaona akisema labda kakaangu kuelewa ndio huelewi. Imesema tulia kwanza na kupeleka polepole. Imesema ana heshima. Yani kuheshimu. Saa hii tunaambiwa waheshimu baba na mama. Ni kusema ni special na ni maandiko yako, ukitaka nitakuonyesha heshimu baba na mama ili maisha yako yaongezeke. Unaambiwa heshima ndio inatangulia katika mwanadamu. Hivyo kaka, mambo yako aje? Yohana kwa maandiko, kina Petro kwa maandiko, mbona hawajasema ati amezaliwa heshima? Yani unajua kwa sababu mimi nikisoma maandiko yanasema kwamba Yesu peke yake anapaswa kuheshimiwa. Sasa mimi nakaa chini. Ngoja kidogo. Hiyo itakuwa fikra yako ndogo. Biblia inasema, ngoja nataka nikuulize. Biblia inasema uheshimu wazazi? Biblia inasema kwamba uheshimu wazazi. Si umeniambia ni Yesu tu? Si umeniambia ni Yesu tu? Yeye ndiye amekuzaa, mzazi ndiye amekuzaa. Kama ngoja kwanza. Wewe si umeniambia saa hii Yesu ndiye anafaa kuheshimiwa peke yake. So Biblia pia imesema uheshimu wazazi. Wazazi wanakuwa ni waungu. Wazazi inasema kwamba kwa sababu mzazi ndiye Mungu wako wa pili. Una hilo andiko? Una andiko inasema mzazi ni Mungu wa pili ama ni story? Inafaa kuweko maandiko. Iko mahali nasema Yesu ni wazazi ni Mungu wa yani si ati mzazi ni Mungu wako, lakini ni yani after Mungu, yani mzazi pia ni mtu wa muhimu sana kwa maisha kwa sababu yeye ndiye amekuzaa. Kabisa. So katika maisha ya mwanadamu tunaambiwa lazima uwaheshimu hata walimu wako, hata walio juu yako. Heshima ni kitu ya kwanza inawekwa katika maisha ya mwanadamu. So lazima tuwe na respect. Heshima ndio inaitwa respect. Ndio maana nimekuuliza, unamheshimu Yesu wewe? Unamheshimu? Namheshimu nabii wa Mungu. Namheshimu nabii wa Mungu. Alafu unaofunua kwamba Yesu wakati alikuwa duniani kuna miujiza ama kuna mambo makuu yenye alifanya sana kama wewe Muislamu naamini? Yesu hajafanya. Hiyo ukisema Yesu alifanya unakuwa unakufuru. Aliyefanya nani? 2:21 kitabu 2:22 Matendo ya Mitume. Ukisema ni Yesu alifanya utakuwa unatuhadaa. Anayefanya hizo vitu miujiza nini tu? Maandiko yanasema huyu mchungaji naye anakusumbua. Yaani wakati kanaingia vizuri ndio anakusumbua. Mwambie atulie. 2:22 Matendo ya Mitume ati Yesu alifanya. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu. So anayefanya hiyo miujiza ni Mungu kupitia Yesu. Asante. Na aliyefanya miujiza wakati wa Musa ni Mungu kupitia mkono wa Musa. So wale manabii hawana uwezo wa kufanya muujiza wowote. Nabii anapoona matatizo humrejea Mungu. Anauliza Mungu nifanyeje? Mungu anamdirect, fanya kadha wa kadha. So anayefanya miujiza ni Mungu, sio wale wanadamu, lakini muujiza inapitia kwao. Sasa wewe unaamini Mungu ya kwamba Mungu ni mkuu na hakuna kitu yote zaidi ya Mungu. Kabisa 100%. Na Mungu akafanya Yesu kufanya miujiza, si ni ukweli? Kabisa 100%. Wewe unaamini kwamba Yesu amefanya miujiza kupitia kwa Mungu? Kabisa, si amefanya kwa uwezo wa Mungu. Atafanyaje kwa uwezo wake? Hana uwezo yeye, anategemea uwezo wa Mungu. Yeye binadamu. Sasa wewe kati ya Yesu na Muhammad ni nani unamwamini zaidi kushinda mwingine ama kuliko mwingine? Wote nawaamini. Qur'ani 2:136. Si ni mitume wa Mungu. 2:136. Wewe tulia nikupe vitu leo. Wote mimi nawaamini. Kidogo tunakupigia. Mwambie akupe dakika 10 nimalizane nawe basi. Unajua mchungaji naye anaona kama namnyang'anya mfuasi. Hamna shida, sina shida. Wacha tu amalize dakika. Mimi hapa sibanduki. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sikiza namna tunaamini manabii. Semeni nyinyi Waislamu, waambiwe Mayahudi na Manaswara, waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tulioteremshiwa na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu na Ismaili na Ishaka na Yakubu na kizazi chake Yakubu na waliopewa Musa na Yesu na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatutofautishi baina ya yoyote katika hao. Wote tunawaamini na sisi tumenyenyekea kwake. Sasa mimi sina ubaguzi venye unaniuliza kati ya Muhammad na Yesu naamini nani? Sisi tumeambiwa tunaamini manabii wote, hatubagui. Wengine kutoka kwa Mola wao, jinsi Biblia inasema, kutoka kwa Mola wao, wengine kutoka kwa Mola wao, yani ambaye si Mungu yani.
Unajua unaona venye Qur'ani inasema, unajua kitu ya kwanza hii ni Qur'ani, si Biblia. Sasa hiyo maandiko yanatoka kwa Biblia, inatoka kwa Qur'ani. Tuamini manabii wote bila kubagua. Sasa Biblia nayo inasemaje? Nyakati 20:20. Wewe ukikataa mimi nakupa dozi tu. Biblia tusikie nayo inasema kama tuamini manabii. Sasa tuamini Biblia kwanza. Kuwa mpole. Nyakati 20:20 mwalimu wangu. 20:20 tupe vitu. Inasema. Nyakati wa kwanza 20:20. Ukikosa wa pili 20:20. Tumpe vitu. Hamna shida, mimi kama mimi sibanduki mimi. Mimi nipo inasema mwalimu wangu. Wakaamka asubuhi na mapema. Asante. Wakaenda nje ya jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda na nyi wenyeji wa Yerusalemu. Muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kumbe hata Biblia inasema uamini manabii wa Mungu ndivyo fanikiwa. Na sasa manabii. Asante. Lakini unakubali kwamba pia kuna manabii wa uongo, si manabii wote wa Mungu. Sasa tukija kwa manabii wa uongo, hii ni swala lingine ambao umelileta. Manabii wa uongo ni wale wanaojiita manabii, tunawajua. Kwa saa hii tunapata mtu amepata njaa kwa nyumba yake, anajitokeza anasema, wakiwa na mke wake, anaweka kibao kikubwa, yeye akiwa nini, anasema mimi ni nabii wa Mungu, naponya wagonjwa, nafufua wafu. Wakati viongozi wa Kenya wanakufa hajaifufuliwa hata mmoja. Tunajua hawa ni waongo. Wakati viongozi wanakufa na ugonjwa hajaiponya hata mmoja. Tunajua waongo. Sasa hawa ni wasai, lakini manabii ambao tunaelezwa ni manabii waliotumwa naye Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Biblia haikutaja ni nani na nani anapaswa kuaminia. Imesema manabii ni wengi. Si ndio venye nakwambia kwamba pia kuna wa uongo. Hawa uongo hatutawaamini tukiwajua. Lakini sasa ya uongo takuja. Sasa manabii tumeambiwa tuamini wote, na Yesu ni miongoni mwa manabii wa kweli, si wa uongo. Tunamwamini. Yesu ni mkweli. Tunamwamini ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Hatuna kifua tena Muislamu ndugu yetu, wala hatuna kifua. Ndio unaona tunatangaza jua likiwa limewaka na tunashukuru. Tunashukuru. So kumaanisha ni Yesu kazaliwa na mama peke yake, bila baba, kwa sababu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, namna anavyotaka Mwenyezi Mungu kufanya. Uwezi enda kuquestion Mungu. Na Muhammad naye kazaliwa na nani? Amezaliwa na baba na mama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, anavyotaka Mwenyezi Mungu. Kama mimi nilivyozaliwa na baba na mama, ni kwa uwezo wa Mungu, anavyotaka Mungu. Alafu sasa Muhammad, si kwa ubaya, nataka nikuulize, kumaanisha sasa Muhammad yupo ama hayupo? Muhammad yupo. Yuko wapi? Una habari? Sina habari. Muhammad yupo. Karudi kwa Mola wake. Muhammad karudi kwa Mola wake. Kakufa, yani karudi kwa Mola wake kupitia kwa njia gani? Kwa sababu Yesu, si watu wanaporudi kwa Mola wao wanafariki. Kumaanisha yani kama Yesu alikufa alafu baada ya siku 3 kafufuka. Yesu alikufa ugonjwa gani? Kasulubishwa na wanadamu. Wewe ukisulubishwa utakufa saa hii. Si utakuwa dhaifu sana? Hautakuwa dhaifu kwa sababu Yesu alisulubishwa. Sasa wewe ukisulubishwa ndio nauliza utakufa? Wewe ukisulubishwa unakufa? Inalingana unasulubishwa kwa njia gani? Ndio nauliza tu. Hivi wewe sasa tukakupiga, ngoja kidogo sasa tu. Kupiga msumari kichwani. Kuna mahali Yesu alipigwa msumari kichwani? Alifungwa kofia ambayo ilikuwa na miba. So wewe sasa tukikufunga kofia na miba unafariki. Na umecharazwa viboko, umepigwa kila mahali. So aliwekelewa viboko na akakanyagwa. Umekanyagwa, ukapigwa kila mahali, akakufa. Ni kama mob justice zinazopata mwizi hapa. Alafu inampiga kufikia yani kafika mpaka kafariki. So alipigwa na mob justice. Yesu. Si wanadamu ni mob justice, ni kama ndio nauliza tu ili tuelewe. So Yesu kapigwa na mob justice. Kakufa. Pole lakini. Baada ya siku 3 alikupigwa na mob justice akakufa. Akafariki, si ndio? Sasa alipigwa na mob justice, ngoja kidogo. Alipigwa na mob justice, alikuwa ameiba simu au nini? Kwa sababu alikuwa anahubiri injili ya ukweli. Ndio akapigwa na mob justice. Akapigwa na mob justice. Kuna hiyo andiko iko kwa Biblia, Yesu alipigwa na mob justice. Tusaidie. Isiwe ni stories za jaba. Tusaidie. Si stories za jaba mwana. Tusaidie mahali Yesu kapigwa na mob justice. Unajua nyinyi? Wewe unaamini kwamba Yesu kasulubishwa? Mimi sijaamini. Qur'ani 4:157. Unajua ukiniuliza mimi ni Muislamu. Si umeniuliza wewe Muislamu unaamini Yesu kasulubiwa? Sasa si mimi Muislamu ni kujibu. Qur'ani 4:157.
Pole kabisa. Sio umeuliza Muislamu nakupa jibu. Hamna shida. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa ajili ya kusema kwao. Na kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Asante. Bali walibabaishwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliokhtilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kuwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhana tu, na kwa yakini hawakumuua. Hii ni imani ambayo mimi naamini Qur'ani, naamini Yesu hajauawa. Sawa? Sasa wewe umesema unaamini Biblia, si ni kweli? Bisa. Asante. Nipatie mahali Yesu kauawa na mob justice vile nikiria pole tuelewa. Venye mimi nimekupa yangu pole. Tumalize haya mambo. Unajua naweza kuwa nimesahau mahali kwenye, lakini umesahau. Tuulize Yesu 22:29 kitabu cha Mathayo. Kaka kasahau. Sio kupenda kwake, kasahau tu. 22:29. Kaka kasahau kwamba kasahau. Tuulize Yesu. Yesu anasemaje mtu akisahau? Inasema 22:29 mwalimu wangu. Tupe vipi? Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Kumbe watu wengi wanapotea kwa sababu hawajui maandiko. Unajua maandiko hizi yajua yote. Yesu ndiye anatuambia, sio mimi. Sasa umjibu Yesu. So Yesu umwambie wewe Yesu, mtu hawezi jua maandiko yote. Uache kusema hivyo. Sasa uambie Yesu, sio mie. Yesu ndiye anasema watu wanapotea kwa sababu hawajui nini? Hawajui maandiko, lakini asante. So Yesu mwambie, lakini wewe Yesu so wakati tunasema kwamba unajua ndio maana tuliletewa yeye kakue kama njia, yani yeye ndio ametuambia watu wanapotea kwa sababu hawajui nini. Mali tunapotea aturekebishe ili, na ametuambia watu wanapotea kwa sababu hawajui nini, si ndio maana yupo. So lazima wewe uende ujue nini unapotea ili ukuje kwa njia sahihi. Asante. So lazima ujifunze hiyo maandiko mahali Yesu aliuawa na mob justice, sawa? Na uende ujifunze polepole au usiwe na wasiwasi. Kesho maanisha umati si umesema ni mob justice walimpiga wakamkanyagia chini. Haina shida, wewe enda utuletee tuone. Tuna shida, tunaelimisha. Si utakuja kesho? Mimi nipo tu, nimekwambia mimi nipo tu. Inshallah. Una swali lingine ya ziada ndio niwasikize hawa wadau? Sasa swali langu ni kwamba sisi kama tunavyoamini Yesu, nani? Sisi. Wewe nani? Mkiwa na nani? Wa Kristo, kwa ujumla wa Kristo. Mbona useme mimi Mkristo? Si ndio ninasema mimi Mkristo. Unamwamini nani? Namwamini Yesu. Asante. Swali yako? Swali langu ni kwamba wakati tunaamini Yesu, kuna wakati Yesu amekuwa duniani then akaondoka, alikuwa na wafuasi wake. Wafuasi wakamuuliza kwamba mtume, mbona akaondoka? Akasema kwamba wakati umefika acha niondoke, lakini namwachia Roho Mtakatifu. Namwachia Roho Mtakatifu ila atuseme labda ashike hiyo kiatu, si ndio? Aendeleze, si ndio? Sasa sisi tukachia Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza mpaka saa hii. Sasa umesema kwamba Muhammad kakufa ama kafariki. Sasa Muhammad wakati kafariki, wewe alikuachia, yani kama Waislamu nyinyi kwa ujumla Muhammad alimwachia nini? Sisi Waislamu tumeachiwa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Waislamu lazima asome Qur'ani, ndio tumeachiwa, ndio muongozo. Nyinyi mmeachiwa Qur'an. Ndio muongozo wetu, Qur'ani ndio inatuongoza. Yani hakuna kitu Muislamu atafanya ambao kiko nje ya Qur'ani. That's why hata mtoto mdogo inakuwa ni mandatory, lazima isome Qur'ani. Kwa sababu mzazi anaweza kufa, mtoto ataongozwa na nini? Na Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani ndio huda linas, ndio muongozo kwa ajili ya watu. So kila kitu tunarejea kwa Qur'ani. Venye unaona Kenya nao wanaongozwa na katiba. Kenya ukienda pahali popote wanakuambia katiba section fulani inasema hivi na hivi, kwa sababu Kenya wanaongozwa na katiba. Lazima kuwe na hard lighting kitu iko ambayo inaongoza. Sisi tulioachiwa ni hii Qur'an. Ndio tumeachiwa sisi. Sasa hata mtu yeyote anaweza soma Qur'an, unaona? Wewe umesoma? Kumaanisha Qur'an, unajua Qur'an ni yani tuseme ni kama tu gazeti. Mimi naweza sema ni kama gazeti kulingana na akili yako. Ni kama tu gazeti, unaona? Na Biblia nao ngoja kidogo, na Biblia nao unaweza sema kama novel
Biblia unajua sasa ni imeandikwa that's why nimekwambia Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu. Sasa wapi andiko Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu? Ngoja kidogo. Nataka tuende polepole. Umeniambia Qur'ani ni gazeti. Na mimi nimeona hiyo ni fikira yako ambayo ni finyu. Ukaniambia Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu. Ili isiwe unaropokwa vitu ambao hakuna, tupe andiko Qur'ani. Tupe andiko Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu. Sasa sisi wa Kristo nipatie Biblia mahali hata watu wa Kristo wanaanza kukutusi, lakini sio vizuri. Mimi siwezi kukutusi. Huyo anayekwambia hivyo ni makosa, ni kukudharau. Asante. Haya, patiana hiyo. Haya, njoo brother. Njoo brother huyo. Njoo wewe mwenyewe. Mbona ufunze mtu akiwa mbali? Njoo wewe mwenyewe. Haya, pumzika hapo sasa. Wewe wamekuambia elimu yako hakuna, kutulia sasa. Karibia hapa brother, unakimbia wapi? Meza mate kidogo brother. Asante. Wapi Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu? Tusaidie. Mahali inasema Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu, tusaidie brother. Usiwe unaongea ukiwa mbali. Na wanakuita nani kwanza? Kwa majina naitwa Calvins. Muislamu, Kristo? Mkristo. Asante. Alete hiyo andiko. Manake tuko kufunzana, tuko kurushiana. Hapa tulikuwa tunafundishana na mwenzangu amesema nimsomee. Wachana mwenzetu, ni wewe sasa uko kwa kiwanja. Sasa ukifanywa substitute uwekwe kwa kucheza, useme mwenzangu angepiga hivi. Sasa wewe piga hivyo. Sasa andiko gani kwa Biblia? Angalia tena unauliza. Kumbe wewe huna kitu tena. Huna kitu. Kumbe huna kitu. Haya, wachana nayo. Boss, tafadhali usituharibie mkutano huko. Kubali wajinga. Haya. Hatuwezi kubali wajinga. Tunataka watu wana akili zao, wanajielewa kama hawa. Si wajinga. Kudiscuss na wajinga hatuwezi. Afadhali tuwadanganye hawa. Hawa ni watu wazima, wana ndevu zao, ni watu wanakwao. Aweka tusikie. Na ni makosa kuwadharau watu. Ukiona mtu anakuambia na kudanganya wakati wewe ni mtu mzima, ulienda shule ukasoma. Hata hakuna faida ya kudharau watu wengine. Hakuna mtu anayejua kila kitu. Sasa kuwadharau hawa, kuambia ni wajinga, ni makosa. Nimesema wewe lakini si hawa. Kwa sababu kudharau kwanza sisi tulia kwanza. Niende polepole. Katika Uislamu tumekatazwa kuwadharau wanadamu wengine. Ndio unaona wewe sija kudharau. Uliposhindwa nikaita mwenye anajua, tusikia anajuaje. Akasema pia naye hajui. Lakini kusema ati huyu ni mjinga ndio namuita ni makosa. Labda huyu hata anaweza kuwa na PhD. Mimi hata sijafika hiyo na nipata vizuri. Wanakuita nani? Wananiita Fellow. Fellow. Asante sana. Mimi wananiita Salim Muislamu. Fellow, ulete mambo leo. Muislamu, Kristo? Mimi ni Mkristo. Asante. Njika maswali yako. Sasa nilikuwa nakuuliza. Nilisikia ukiongea about Isa. Ukasema kwamba unamwamini sana. Ni ukweli? Kabisa 100%. Isa namwamini 100%. Gospel, nani akaleta hii gospel? Gospel aliyeleta ni Mwenyezi Mungu, akampatia Nabii Isa ibn Maryam. Nabii Isa alipewa kitabu kinaitwa Injili, sio gospel. Gospel maana yake ni good story. Nataka nikuweke sawa. Nabii Isa hakupewa gospel, alipewa Injili. Because gospel angalia katika dictionary inakuambia ni good story. Hapana, alipewa Injili. Injili na kizungu ni nini? Inaitwa Injili. Injili haibadiliki. Injili na gospel na kizungu inaitwa Injili, haibadiliki. The noun name haibadilikangi. Qur'ani kwa kizungu inaitwa Qur'ani. Qur'ani kwa Kiswahili inaitwa Qur'ani. Qur'ani kwa Kikuyu inaitwa Qur'ani. Qur'ani kwa Kisii inaitwa Qur'ani. Sikiza. Haibadiliki. Mimi si mwalimu hakunifundisha hivyo. Hakukufundisha hivyo kwa shule, lakini ngoja kwanza, alikufundishaje jina ya mtu anaitwa Kamau kwa kizungu inaitwaje? Kamau ni jina. Ni jina. Kwani si Injili ni jina? Jina haibadiliki. Haya, sasa niko na swali. Leta. Sasa wewe unaamini nini Isa bin Maryam? Kabisa 100%. Nabii wa Mungu huyu. Na alitumwa na Mungu. Alitumwa na Mungu Nabii Isa bin Maryam. Isa bin Maryam anatuambia hauwezi fika kwa Mwenyezi Mungu bila kumpitia. Unafahamu hiyo? Nafahamu vizuri, wakati wake ungefika kwa Mungu bila kumpitia yeye. Kwa sababu kila wakati kuna nabii wake kipindi chake. Na mbona sasa unatukataza hapa tusimwamini? Mimi ila alituambia hatuwezi fika kwa Mwenyezi Mungu bila kumpitia yeye. Asante sana. Tulia kwanza. Twende pole pole. Mimi sijaambia mtu asiamini Nabii Isa ibn Maryam kwa sababu namwamini. Lakini kupitia kwake hakutumwa kwako.
Kila nabii, tulia na kuweka pole pole ndio uelewe. Musa wakati alikuja, hungeenda kwa Mungu bila kupitia kwa Musa, na ndio wale waliopingana na Musa waliangamia. Kwa sababu Musa ndio alikuwa nabii wakati ule, watu waliangamia. Kina wale mnawaita sijui nani, walianza kubishana na Musa wakaangamia. Kwa sababu gani? Musa ndio alikuwa njia, anaenda kwa Mungu, analeta sheria, watu wanafuata. So lazima ungemwamini Musa. Yesu wakati wake lazima ungemwamini. Sasa wakati huu ni wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana, acha nikwambie. Ngoja, nataka tuende pole. Acha niongee. Nataka utaongea lakini kwa ushahidi. Yesu hakubali mtu mwingine ambao si Mwisraeli kwa mdomo wake. 15:24 kitabu cha Mathayo. Pole pole. Alafu na wewe utanipa ushahidi. Tupe vitu. Pole pole. 15:24. Mbona tuandike na mate wakati maandiko yamo? Tupe vitu tusikie. Inasema mwalimu wangu 15:24. Inasema, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anasema, na sio muongo. Ama ni muongo Yesu? Yesu si muongo. Tulia, wewe si nimekupa nafasi yako, umezungumza. Sasa nimekuweka nje, tumsikize huyu. Sasa kuna kitu tunaitanga nidhamu, unamwacha huyu aongee. Akimaliza, hata yeye alikuwa pale, ukiongea hakuongea. Sasa akimaliza utarudi kama unataka. Discussion nataka ndio watu waelewe. Yesu anatuambia sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba yake ya Israeli, sio yake, ya Israeli. Israeli ni watoto wa Yakobo, kabila 12 wanajulikana. So Yesu kwa kinywa chake hasa sema ametumwa kwa ajili ya Waisraeli. Sasa wewe nisaidie, kwa kinywa cha Yesu wapi Yesu anasema nimetumwa kwa ajili ya watu wote? Kwa sababu kwa kinywa chake amesema nimetumwa kwa Waisraeli. Nataka unisaidie, wapi Yesu kwa kinywa chake anasema nimetumwa kwa ajili ya watu wote? Shote nikilia tumalize. Wacha nikwambie kwamba sijakuja kuchambua hii kitabu, wali ninakuambia kitu naamini. Sawa, mimi ni Mkristo. Nimehudhuria hiyo kongamano za Wakristo zote. Kuanzia utotoni hadi nifike hapa. Sasa mimi nakuambia kitu nimeamini. Na kwa nini naiamini? Vile umesema ya kwamba unaamini Yesu bin Maryam. Na Yesu kuna vitu ametuambia tunafaa tufuate na nyinyi hamfuati. Zimeandikwa wapi? Kwanza anasema kwamba tubatizwe. Hiyo utakuja kwa kubatizwa. Usiruke. Hebu simama hapa. Muamini 100%. Simama hapa. Mimi najibu na kujibu kwa sababu naona umeacha hiyo. Nipatie andiko moja. Yesu anasema tubatizwe. Leta hiyo andiko. Si Biblia iko hapa? Mimi sikupei ila sasa kama hunipei nitajuaje? Nitajuaje? Ile ndio ile 16. Sasa nipatie. Hakuna shida. Sasa wewe uko na ngoja kwanza. Una shida moja na wacha nikwambie ndio utoke kwa hiyo shida. Wakati ulienda shule kusoma, ulikuwa unasomewa na mwalimu ama ulikuwa unasoma? Nilikuwa nasomewa. Unasomewa. So wewe hukusoma. Si mwalimu ananisomea na kusoma. So hukusoma. Tunasaidiana. Mimi mwalimu anakupea 30% unachukua 70%. Ngoja. Shuleni ulienda kufanya nini? Wacha nikwambie. Unajua elimu ya Mungu ya kitabu tofauti na ya nini? Tusilinganishe hiyo na ya shule. Hiyo ni ukweli ama uongo? Hiyo ni uongo mkubwa kabisa. Na ndio unaona watu wengi wanapotezwa kwa sababu wameachia ati mtu mmoja ndiye atawasomea. Sisi Waislamu ndio unaona huwezi mdanganya Muislamu kwa sababu kila mtoto kwanza anapelekwa madrasa ajisomee. Kwa sababu Mungu hawezi leta kitabu ambacho hakieleweki na watu wake. So wewe unafaa usome. Sawa? Unafaa usome. Unafaa nisome. Kabisa. Sawa. Na nifunzwe pia. Asante. Hata Yesu alikuwa anafundisha wala sina tatizo. Unajua? Wala sina tatizo. Kwanza sisi Waislamu hatubatizwi. Mambo ya ubatizo hatuna. Lakini Isa bin Maryam amesema hivyo. Amesema watu wabatizwe. Amesema si alibatizwa. Ngoja kwanza. Si alibatizwa. Sasa tunafuata kile unaona, acha nikuulize ya kwanza. Please ya kwanza. Nataka tuende pole pole ndio. Umesema kwanza unaamini Isa bin Maryam. Naamini manabii wote. Kumaanisha alitumwa na Mungu. Kabisa. Na ukimwamini kila kitu alikuwa anafanya ni mzuri ama ni uongo? Kuna penye unamkosoa? Kama kuna penye unamkosoa sema tu alifanya hii na ni makosa. Na wewe unamwamini ya kwanza 100. Wewe kwanza unamwamini wewe? Mbaya sana. Namwamini Yesu. So, mambo yote yako katika Biblia aliyozungumza unaamini? Mimi naamini. 3:11 Marko. Ngoja kwanza tusikie 3:11 Marko. 3:11 Marko. Luka
Luka baba, pole pole. Angalia kama naye anaamini ama ni. Mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Ala, anasema watu wapewe nini? Mwenye kanzu mbili ampe mwenye asiye na kanzu. So ukipewa kanzu unafaa uvaa? Nivae. Asante. Wewe unavanga kanzu? Unavanga kanzu? Alikuwa anatumia hiyo ni fumbo. Sasa hata ile ya kubatizwa ni fumbo basi. Si fumbo. Sasa itakuwa goja kwanza. Usinipeleke kuonyesha hii unasema ni fumbo. Sasa fanya hivi ndio tusiende tukakae sana. Je, Yesu katika maisha yake alibatiza watu? Yesu hakubatiza lakini alibatizwa. Basi kama hakubatiza yeye anasema mimi ndio mwalimu, mujifunze kwangu. Kama Yesu hajakufunza kitu, sisi hatuwezi kufuata. Acha nikwambie ndugu, unapofanya kitu, ukifanya kitu mzuri, yaani mtoto wako akikwamini, uingie Uislamu vile umeingia, si ndiye alikuamini? Wewe ni kama baba yake. Hapana. Mtoto wangu hajakuwa Muislamu kwa sababu ya kuniamini mimi. Mtoto wangu amekuwa Muislamu kwa sababu ameenda madarasa akasoma Qur'ani akaijua. Ndio akawa Muislamu. Sasa usiseme ati anakuwa kwa sababu ya kuniamini baba, hapana. Swali yako nataka ni saa kujibu, nimekuambia sisi hatubatizwi. Sasa nimekuuliza swali. Ukasema nikakuuliza unaamini Yesu, ukasema 101%. Nikakuuliza unamkosoa wapi? Alifanya kitu gani mbaya yenye wewe huwezi fuata? Nikakwambia for example hiyo ya bakubatizo. Yesu alibatizwa. Kumaanisha kubatizwa ni kitu mzuri. Ni kitu iko na ni kitu mzuri. Hizo vitu alifanya, hata vile aliomba na tufundisha vile aliomba tuombe. Sawa? Au siwe na wasiwasi. Ngoja kidogo. Sasa unaniambia kubatizwa ni mzuri. Sawa? Kabisa. Hebu nipatie formula ya kubatizwa ni gani? Kubatizwa unaenda unatumbukiza kwa maji mengi. Sasa goja kwanza. Na uamini. Kuwa mpole. Unaona? Kwa mpole, nataka utuelimishe tuelewe. Wakristo wote wanawekwa kwa maji kwa sababu Katoliki hawaweki watu kwa maji. Watulia wewe. Na ni Wakristo wanachukua kwa besheni, wananyunyusia. Sasa wewe kumbe unadanganya Waislamu ati lazima uwekwe kwa maji wakati kuna Wakristo hawajawekwa kwa maji. Sasa swali ndogo, nataka utuweke vizuri. Hawa ambao ni Wakristo hawajawekwa kwa maji, wamebatizwa au hawajabatizwa? Wacha nikwambie. Wenye wanamwagiwa maji hawajabatizwa. So Wakatoliki sio Wakristo. Kwa kichwa hawajabatizwa, hiyo natuelewane. Nataka utueleweshe. Kubatiza ni kuingiza ndani ya maji mengi. Sawa? Ngoja kwanza. Tusiende mbio. Kabisa wako. Unaingizwa ndani ya nataka utuelezee. So hawa wanafanya kosa, si ndio? Au wanafanya kosa. So sio Wakristo. Ni Wakristo, lakini sasa unaona, wacha nikwambie, unaona kwa Uislamu sisi hatubatizwi. Wacha nisijakataa. Kwa Uislamu, si Waislamu wote wanafuatanga sheria. Ni ukweli ama uongo? Muislamu yote ngoja, kuwa mpole. Muislamu wote lazima afuate sheria ya Mwenyezi Mungu, ni ulazima. Kwa mfano, kuswali nyakati 5 lazima Muislamu aswali. Akikataa anakuwa amefanya dhambi. Lazima atubu. Al-Shabaab walikuwa wanadai ni Waislamu. Hiyo ya kwanza, acha tu niingie hapo kidogo tu. Walikuwa wanadai ni Waislamu. Waislamu walipiga kelele au si Waislamu kamili. Unaona? Kwa sababu vitu wanafanya na vile wanaamini si Waislamu. Ingawa au wanadai kwamba ni Waislamu. Sawa? Sasa tujue kwamba kwa dini. Kwanza kuwa mpole. Ngoja sijamaliza. Nataka uulize swali kwa sababu umesema Al-Shabaab walidai ni Waislamu alafu ukalenga. Hujaniacha nizungumze. Al-Shabaab ni Waislamu kwa sababu Shabaab ni vijana. Shabaab ni jina la Kiarabu ambao ni vijana. Kuna kitu najaribu. Unanipata vizuri? Kuna kitu najaribu kueleza na tuache kujichocha. Tuwe na ukweli wa mambo. Hapa tunasema ukweli. Vile kuna hypocrites kwa Christian, kuna hypocrites kwa nini? Kwa Islamu, hiyo tusidanganyane. Hiyo si ni ukweli. Wote sio adhimu. Natafuta adhimu yako ni gani? Sasa swali yako halisi. Tunamaanisha ukiona kwa sababu ngoja kidogo. Unajua unalalamika hivi. Hapa hatujakuja kupatiana makosa ya watu. Kidogo boss, tulia kidogo. Kama unataka upendo utaenda pale ufundishane mapenzi, watu watakuja na watakupenda.
Hapa tunafundishana dini, so tulia tu hivyo hivyo. Ukitaka mapenzi utakuja swali yako ya mapenzi. Sikiza, usilalamike. Wala hapa hatujakuja kusema kuna Wakristo tunajua wanafanya makosa, wanahubiri, wanakunywa pombe. Hatujakuja kuweka makosa ya watu hapa. Hapa kwanza nikueleweshe. Hatujakuja kuweka makosa ya watu. Tumekuja kukuelekesha, kukuonyesha njia iliyo sahihi ni hii. Sawa? So wachana na kosa la mtu. Wewe lete swali ambayo inakusaidia wewe. Kosa wewe ndio umeingilia. Wewe ndio umesema sijui Al-Shabaab, sijui alifanya hivi. Kuna penye ulinitupa. Swali yako ni gani ndio nimalize niende kwa swali lingine. Watu wana maswali mingi. Kuna penye umetumia siji mambo ya kanzu mbili, kanzu moja. Sio mimi, ni Biblia ndio imesema ukaniambia. Tulia, mimi nataka kwenda na haki. Biblia ukaniambia hiyo Yesu alitumia ni fumbo. Koso kusema mtu ako na kanzu mbili ampe moja ukaniambia hiyo ni fumbo. Na mimi nikakwambia goja. Na mimi nikakwambia ubatizo ni fumbo. Wewe unachukua direct. Kwa sababu sasa nipatie kupea kanzu mbili ni fumbo iko wapi? Naweza kuambia fumbo mingi tofauti Yesu alisema. Sasa una doji unakimbia. Sasa ungeniambia hivi. Unaongea mingi. Swali yako confused. Unataka kuni confuse. Uliza swali lako. Kuna kitu nataka kuni confuse. Kwanza mimi nataka kukwambia huwezi sema tunaamini mtu 100%. Wewe sema tu na ufuati kitu anafanya. Na wewe umesema ya kwamba unamwamini Yesu 101%. Ukishasema hivyo nikakwambia kubatiza unamkosoa wapi ya kwanza? Nikakuuliza haukunijibu. Wewe nadhani nimekuambia hivi na kuelewa kwako ndio naona ni slow. Nikakwambia Yesu namwamini 100% ni mtume wa Mungu, ametumwa, lakini hakutumwa kwangu mimi mtu mweusi, alitumwa kwa wana wa Israeli, na nikakutolea 15:24 kuwa Yesu mwenyewe anasema nimetumwa kwa wana wa Israeli. Tulia. So mimi namwamini ni nabii, lakini mimi ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima ujue. Elewa swali bro. Elewa swali. Tulia kwanza, nimalize na yeye utakuja. Nisamalizana na hiyo. Sasa wewe labda nikuelewa ndio ujeelewa. Yesu vyenye mimi naamini Tanzania kuna rais, naamini sikata, lakini sifuati sheria za Tanzania, mimi nafuata sheria za Kenya. Sasa mimi naamini Yesu yuko, naamini Musa yuko, naamini Nabii Ibrahimu, lakini sifuati sheria zile wao nini. Mimi ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sheria nazozifuata za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizopatiwa na Mungu, kwa sababu ndio mtume wa watu wote ambao inanikava mimi. Mimi Kenya naniumiza ama kitu sikuelewi nayo. Unasema unaamini mtu nawezi fanya kitu anafanya. Hiyo tu. Ati Mungu. Unamwamini mtu, unaamini Yesu ametumwa na Mungu. Si ni kweli? Kabisa. Si ni nabii wa Mungu. Ule confirm. Ukasema vitu Yesu anasema ni ukweli, hadi ukatumia kupinga naye ujamaa. Swali lako ni gani sasa? Swali yako haswa ni gani? Nataka ujue. Mimi nataka ujue. Mimi sitaki kulalamika. Mimi nataka kuambia. Hebu weka swali. Yenye unaamini sio maandiko. Nikuuliza mkosoe Yesu basi alifanya pali pabaya. Siwezi kosoa nabii. Karibu brother. Nabii siwezi kosoa. Kama unatarajia nikosoe nabii, siwezi kosoa nabii. Utakosoaje nabii? Yaani mimi mtu nakula githeri nikosoe nabii wa Mungu? Sitakuwa sina akili. Siwezi kosoa nabii, nafuata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Derek. Asante. Muislamu, Kristo? Mkristo. Asante. Swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Swali la kwanza ni hivi, kwa maandiko kwamba tunaarifiwa kwamba tusiabudu miungu, mbona Wakatolika wanaabudu miungu? Asante sana. Sasa wewe mimi kwanza sio Mkatoliki, nilikuwa huko nikahama. So wanachokifanya kama wanaabudu miungu ni makosa, wanafaa waache, na kuweka sanamu wanafaa waache, kwa sababu ni makosa. 17:22 Qur'an. So kama wanaabudu miungu waache. Shote ni clear. Waache waabudu Mungu wa kweli. 17:22 tupe vipi? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Asante. Usije ukawa mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa kukunusuru. Tupe vitu. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yoyote ila yeye tu. Mungu amesema usiabudu yoyote isipokuwa yeye Mungu peke yake. So
Kama wanaabudu miungu mingine wanafanya makosa, wanafaa kukatazwa, na wakikufa katika hiyo hali ya kuabudu miungu mingine na kuweka misanamu katika nyumba ya ibada wataenda motoni wakifa katika hiyo hali. Lakini wakitubu, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, atawasamehe na wataingia peponi wakanywe supu na maziwa pamoja na Yesu. Swali la pili, tuagizwa kwamba tusile nguruwe. Je, mnakubalishiwa? Sisi Waislamu hatuli nguruwe. Qur'ani 5:3 baba. Tupe vitu. Sisi hatuli nguruwe. Qur'ani 5:1 kwanza. 5:3. Tuli nguruwe sisi. Sasa wale wanaokula nguruwe kitimoto, unafaa wakataze. Maana sisi hatuli, wewe hukuli na wewe ni Mkristo. Sasa wewe ni Muislamu kiupande moja. Sikiza habari. Nitasoma kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mmeharamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na kinyama kilichochinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Asante. Na kilichokufa kwa kusongeka koo na kilichokufa kwa kupigwa. Hizi zote tumekatazwa. Hizi zote wanyama tumekatazwa. Usile nguruwe, usile nyama aliyepigwa bila kujua sababu yake, usifanye hivi, imekatazwa kabisa. Yote ni haramu, hatuli nguruwe si. Swali ya 6. Hivi kwamba tuagizwa kwamba mwanamke asikushe kuvaa longi kama mwanaume. Je, mnakubalishiwa? Sisi wanawake wetu si unajua, si wewe unapitanga hapa ama wewe sio Mkenya. Wanawake si utaona wakipita hapa tu wa Kiislamu wamevaa vizuri. Wake zenu ndio wanavaa hivyo. Ni makosa. Ni makosa. Tuliagizwa kwamba tusitiri uchi letu. Inafaa kustiliwa. Sasa kuvaa hivyo ni kuonyeshana uchi yake, anajiexpose. Ni makosa wanachokifanya. Sisi tumekatazwa. Tunaambiwa wanawake wavae vizuri. 33:59 Qur'an. Maswali naona mingi mno huko. Asante hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 33:59 mwalimu wangu. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Upe vitu. Ewe mtume, waambie wake zako na binti zako na wanawake wa Kiislamu wengine waambie wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima ili wasiudhiwe. Unaona, so ni amri Mungu amesema. Hii ingine anayejua namna yuko ni bwanake huko nyumbani. Sio unaonyeshana uchi wako kwa kila mtu, sio vizuri. Hata wewe huwezi chukua msichana kifua iko wazi, kitofu iko wazi, mgongo iko wazi, mapaja iko wazi, uchukue upeleke kwa babako mwambie nataka kuoa huyu. Hata babako atakuuliza kichwa yako nzuri. So dressing code kidogo pia inampatia mtu heshima yake. So ni vizuri wavae vizuri, sawa? Sasa kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Tunakukaribisha kuwa Muislamu, ni free, hakuna membership card. Haulipishwi na yote, hauandikishwi kwa kitabu. Hakuna kubatizwa kwenda kutumwa. Hauwekwi kwa maji. Unaweza pata kuna baridi labda ukawekwa huko ndani kwenye maji. Ni kwa maneno machache tu unakuwa msafi, unakuwa Muislamu, unaenda msikitini, unaswali sala 5 na unafanya vitendo vizuri na unatubu kwake Mwenyezi Mungu. Sote ni clear, very easy. Kwa tayari kuwa Muislamu au bado? Tafikiria hayo. Inshallah. Wewe fikiria, ukifikiria njoo. Haya, karibu brother. Si niliona nikwambia utapata pressure bure. Ukija unatulia, unakuwa mpole, una breathe in, una breathe out. Kwanza hewa inatembea katika zile lungs. Usiwe na pressure. Ukipata pressure, sasa dawa za pressure ziko bei gani? Asante. Swali yako gani ungependa kuuliza ya ziada? Nimekuuliza swali hujanijibu. Nimekuuliza swali ya kwamba wakati Yesu aliondoka alituachia sisi wa Kristo kama alituachia Roho Mtakatifu, na mimi nikakuuliza kama nyinyi Waislamu Yesu aliwaachia nini? Nimejibu hiyo swali, labda hukusikiza, nimerekodi hapa. Nilikuambia Waislamu tumeachiwa Qur'ani na nikakuambia ndio mpaka mtoto mdogo anafunzwa Qur'ani. Nilikujibu iko hapa, sisi Waislamu tuliachiwa Qur'ani. Hiyo ndio tumeachiwa na hadithi, maana yake sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilikujibu na ndio nikakwambia chochote ambao kiko katika Qur'ani tunakitimiliza. Unanipata vizuri? So sisi ni wafasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikakwambia tumeachiwa hii Qur'ani. Sasa sijajua jibu gani nyingine ulikuwa unataka. Sasa azini, unajua mimi wakati nakuwa kanisani. Wewe unaendanga kanisani? Mimi naendanga kanisani. Gani, kanisa gani unaenda? Naenda Deliverance. Deliverance ilianzishwa mwaka gani, nchi gani?
Mimi siwezi sema labda tunajua wakati deliverance ilianzishwa, lakini mimi kwa saa hii huwezi fuata kitu ambao hujui roots zake. Deliverance imeanzishwa na Adha Gitonga na Mark Kariuki. Ni Mark Kariuki na hapa Nakuru. So lazima goja kidogo. Lazima kila kitu unachokifuata ujue misingi yake. Kwa sababu huwezi kufuata kitu utakuwa kama Shakahola. Lazima ufuate kitu ujue misingi yake ilianzishwa lini na imeanzishwa kwa sababu ya nini na nini na nini. Lazima ufuatilie my friend. Si ati wewe unaingia tu unafuata kitu ujui kimeanziwa wapi, lengo yake ni gani, wewe unafuata tu, hapana. Fanya utafiti ujue alianzisha iko Nakuru headquarter yao na ilianzishwa kwa lengo gani, fuatilia. Lete swali sasa. Hasa huwa nashangaa wakati kama mchungaji anaombea mtu. Labda unasikia watu wanaanza kuongea kwa ndimi, watu wanaongea kwa ndimi kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Unasikia mtu ameanguka chini labda bila kujijua ama bila kujitambua. Anauliza kwamba we nani? Anasema kama mimi Ismaili, ama we nani? Mimi ni Mustafa, ama we nani? Mimi ni Jamila. Sasa majina za Islam tu peke yake. So swali langu ni kwamba mbona sijaisikia kama labda mchungaji anafukuza jini kwa mtu ama pepo kwa mtu, nisema kwamba we nani, alafu aseme mimi naitwa John ama mimi naitwa Peter. Sasa nataka unijibu ni kwa nini yani? Asante. Huyo mtu anayeanguka anaanza kusema mimi tena mchungaji anaanza kukusua wakati tunaenda kukujibu. Huyo mtu anayeanguka anasema mimi naitwa Jamila na nini, anakuwa ameingiwa na, umesema ako na roho? Yani anakuwa na Roho Mtakatifu. Ndani yake kuna pepo. Umesema anakuwa na Roho Mtakatifu ndio anaanguka anasema mimi ni Jamila ama nini? Wewe hujaelewa swali. Hebu lete vizuri nikuelewe. Nimekuuliza kwamba wakati nakuwa kanisani mchungaji anaombea watu ama mchungaji anaombea Kristo, unapata mtu ameanguka chini kwa sababu ya shida aliyo nayo bila kujitambua yeye mwenyewe, bila kujijua. Alafu wakati mchungaji anamfikia kumwekea mkono hivi, unasikia mwenyewe analia. Huyu mwenye kuanguka ndiye analia. Mwenye kuanguka analia. Alafu anaulizwa, mchungaji anauliza kwamba wewe nani wewe? Unaona, anauliza kwa wewe nani? Alafu nasikia mimi naitwa Mustafa. Wewe nani? Umetoka wapi? Nimetumwa. Umetumwa kufanya nini? Nimetumwa kumwadhibu huyu. Kwa sababu gani? Yani sitaki apate kazi ama sitaki yani venye tunamuona hapo mbele kuna kitu kikubwa kinakuja mbele yake, labda maisha yake kabadilika kwa shida. Ndio nataka nijue swali kabisa. Sasa swali langu ni kwamba anauliza wewe nani, anasema kama mimi ni Jamila, mimi Mustafa, yani majina za Kiislamu. Ndio nakuuliza kama mimi sijaisikia akisema kwamba ati mimi naitwa John, mimi naitwa Peter. Swali nzuri sana. Mchungaji anajuangaje huyu mtu anaongea ukweli? Anajuaje mchungaji? Nimekuambia sisi tuliachiwa Roho Mtakatifu. Unajua so mchungaji anakuwa kwa nini? Roho Mtakatifu. 9:7 Hosea. Ndio shida. Inasema mwalimu wangu. Ana Roho Mtakatifu kabisa. Siku za kupatiliza zimekuja. Siku za kulipa zimefika. Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu. Huyo mtu mwenye roho kama huyo mchungaji wako mwenye roho ana wazimu. Kumbe ni wazimu. Ndio unaona anakuambia ni Jamila kwa sababu kinachomuongoza ni wazimu. Kwa sababu ukisikia mtu anajidai ana roho ni uwazimu. Kwa sababu yeye alijuaje ule ni Jamila? Roho ni mingi. Ngoja kwanza. Roho ni mingi bro. Roho ni mingi, roho ni tofauti bro. Ngoja kwanza, roho ni nyingi, lakini ngoja kwanza tusajua mtu mwenye roho ana wazimu. Alafu huyu mwenye roho umetuambia ni mchunga? Umetuambia ni mchunga? Huyu jamaa leo tunauliza, hujauliza wewe hujaelewa. Si nimekuelewa vizuri. Kaka amenieleza hivi. Mtu anakuja anaanguka na tunajua hiyo michezo vyenye inachezangwa. Sitaki kuingia kwa hiyo michezo, ni michezo huwa inachezwa kwa sababu yeyote ambaye anapatikana ana pepo chafu, huanga kitu ya kwanza ni maskini. Mimi sijaisikia Ravington matajiri wanaanguka wana roho mchafu. Mimi sijaisikia Muthaiga matajiri wameangushwa ati wana roho mchafu. Ati pasa amekuja amesema receive, matajiri wakaanguka ati na wana Range Rover. Sijaiona. Kama umeiona ni watu wenye kuanguka ni sisi watu kuishi hapa tu Soweto. Hamna. Mimi si Ngoja kwanza. Mawaziri wa Kenya tunawajua mpaka rais wanaenda kanisani. Kweli uongo? Ukweli. Kwani tena imepigwa. Wakati tunaingia kwa point inapigwa. Sasa wewe itabidi tuchukue swali lingine maana wewe simu zimekuwa nyingi. Kidogo sasa. Sasa wewe saa yote simu. Kwani mchungaji anataka kutoka tukushiriki? Ngoja. Mawaziri wa Kenya. Sisi
Kuna siku hata moja unaweza niambia waziri mmoja aliambiwa roho pokea akaanguka, nipatie mgani huyo? Unajua wale wanakujanga kanisani kwa sababu ya kupiga siasa. Mimi sijauliza kupiga goja kwanza. Kwani huyu roho akiona mtu amekuja kupiga siasa hamuingii? Unajua yeye waacheni kutuchezea. Tungekuwa tusaona waziri mmoja alianguka akatolewa pepo. Kwani hii pepo inawaandama tu maskini au matajiri au tajiri yote? Yani au tajiri yoyote tunayemjua, manake wanajulikana hapa Kenya. Utuambia tajiri fulani alianguka akagaragara. Wanaoanguka wakagaragara hata anaulizangwa, unatoka wapi? Mathare. Unatoka wapi? Wanajulikana. Wacha mwanakwaya, usaiona cameraman akianguka au washa wewe cameraman, siku moja ukaona huyu cameraman ameanguka, kumeambiwa receive akaanguka. Hao wanakuanga wamekuja kupiga biashara kanisani. Akili yake haiko kwa Mungu. Naona akili yao haiko kwa Mungu. Hao wanakuanga wamekuja kupiga biashara. Kamaliza kipindi huyu. Ni kama unaweza toka nyumbani. Nisikize. Ni kama unaweza toka nyumbani useme ya kwamba usikie kwamba Ruto anakuja kanisani fulani, unaona? Wakati unaingia kanisani au kuji kwa sababu unakuja kumjua Mungu. Kamaliza. So kwanza. Sikiza twende polepole. Maliza. Bado. So hawa wamekuja kufanya biashara kanisani. So roho awezani na hawa. Yaani akili yake haiko kwa Mungu. So hiyo asikiza vizuri. Hiyo huanga ni mipango ya kupangwa, kuna story kama hiyo ni vipindi. Hiyo ni vipindi huwa inapangwa. Njoo Sunday fanya hivi, na ilikuwa inaexposiwa na hao wanahabari. Ulisaiona ikiexpose, watu hataki kuingilia sana, watu waseme tunaingilia. Hii inakuanga michezo, unapewa 2000 kuja ujifanye hivi, ufanye hivi. Hata kuna mwingine ako na WhatsApp ya Mungu. Waacha hivyo, unatuambia kuna mwingine ako na WhatsApp ya Mungu Kenya. Juzi hata ilikuwa ameretwa kwa TV. Ngoja, kwani tunaongea na waungu, si tunaongea na wanadamu? Si ndio nikakwambia ni wanadamu, ni mchezo wanafanya huko. So hiyo ni story, hakuna vitu kama hiyo. Lau kungekuwa miujiza inafanyika hapa Kenya, tungekuwa tusaona hata labda hawa watu kidogo wagonjwa ambao ni wakubwa wamefanywa nini. So wewe tulia. Sawa ndugu zangu hapo wako na maswali. Ndugu zangu pale. Mugani huyo? Huyo hao ndugu zangu wawili wako na maswali. Mugani huyo? Atubishanange. Hiyo ndio tatizo, atubishanange. Atubishanange. Kama ni mubishi hiyo atufanyange. Tunataka kufundisha. Basi tulia basi. Sasa wewe sio yeye huyo. Huyo ni msomi. Hao ni wale. Brother, kwani tena umechomoka? Nimekuja nikusalimia tuzungumze. Una kapero nzuri brother. Una kapero nzuri. Na mimi nilikuwa nataka mawili matatu. Nikujue hali nane, umetokea wapi? Mbona kujuana hii Kenya yetu? Mimi wananiita Salim. Wanakuita Salim na mimi wananiita Joseph. Muislamu, Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Kuna swali ungependa kuwauliza Waislamu? Swali yoyote ya kidini ya kusaidiana? Swali? Una swali? Swali sina, lakini naweza jaribu kuuliza kidogo. Asante, uliza. Tulia bro, tusikie nini. Swali gani uko nayo? Si tunasoma Biblia. Na kwa Biblia tuna hapo mwanzo, msikumbuki vizuri ingawa nimekawia. Hakuna shida. Wala sitakuitiza. Kuna mahali nilikuwa nasomaga hapo. Tunaona kwa Biblia wamemention miaka ya watu walikuwa wanakaa, kina Manase, kina Metusela, kina Abrahamu, kina Musa. Hii kwa Qur'ani kuna mahali ambapo walikuwa wameandika hizo vitu? Hapana. Miaka ya wenye waliishi? Hapana, kwa sababu Qur'ani sio historia ya watu. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, tukio linakuja. Sasa katika Uislamu tuna vitabu vingine kando na Qur'ani ambazo zinaeleza Adam aliishi miaka ngapi, Ibrahimu aliishi miaka ngapi. Hiyo sasa ni historia, tarehe ya manabii iko, lakini sio katika Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, yanakuja direct. Ndio nikakwambia sisi tunaongozwa na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hizo vitabu vingine, hadithi inakueleza huyu aliishi miaka hii, alikaa hivi, akakaa hivi. Qur'ani inaenda kwa point ambayo inayohitajika kabisa. Swali lingine? Mimi siko na swali, nikuja salamu. Mimi na swali moja. Hii kama suggestion. Sasa na mimi na swali moja kwako. Wewe umeniambia Mkristo? Ni Mkristo lakini ambaye haja hivyo, umeelewa? Yani Mkristo ambaye hujafuata sana. Asante sana. Na je, miaka yako yote usaifikiria mambo kuhusiana na Uislamu? Yani ukakaa ukafikiria naweza nikakuwa Muislamu au nikasoma Uislamu, usaikaa ukajireason? Si mara moja. Sio mara moja. Je, ulifanya utafiti ukaangalia Uislamu au reason lakini haukupata utafiti?
So unajua hata nikifanya utafiti wangu kwa mtandao kuna vitu vingine siwezi elewa zaidi. Sasa chenye huelewi, hebu tueleze ni gani tukueleweshe inshallah. Si sawa, hiyo ndio ni polepole tu. Sasa kwa mfano, kwa sababu tunakuhurumia we ndugu yetu katika ubinadamu, na ukiondoka katika hiyo hali Mwenyezi Mungu ataenda kukutia motoni kama hutasilimu. Kwa sababu Mungu anatuambiaje 626 Qur'an. Hebu tukufunze kidogo uone. Sababu labda ulifanya utafiti ukuchukua kitabu. Na kuna hii ideology watu wako nayo. Wewe umezaliwa katika hii dini, unabaki tu pale pale. Unafaa uchukue vitabu vingine usome. Kwa sababu education ama elimu ni funguo ya akili zaidi. Nampata vizuri. Lakini mtu ambaye amejiweka katika sako moja haelewangi. So lazima ukwam out of that box, usome vitabu, ujaribu kuwa na uelevu wa zile vitabu. Na kama huelewi unawauliza wahusika. 626 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Yaani Uislamu tunaambiwa ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. So wewe ukiwa Muislamu unakuwa katika toha ya Mwenyezi Mungu katika njia iliyonyooka. Na Ukristo si njia iliyonyooka. Biblia yenyewe haijataja Ukristo kama dini. Ukristo kama dini ni watu wanataja kwa vinywa vyao, lakini kwa vitabu hamna. Sisi wote tuliumbwa na Mungu, si ndivyo? Sisi wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Hata shetani ni kiumbe cha Mungu. Ndio hiyo sasa. So mambo ya dini kusema Ukristo, Uislamu, Ukatoliki haina maana. Cha muhimu ni roho yako na Muumba wako. Ina maana kwa sababu 6:20 Timotheo. Huwezi kuwa wewe hauna dini. 6:20. Sasa dini itakupeleka wapi? Sasa sikiliza sasa wewe mwenyewe. Timotheo wa kwanza 6:20. 6:20 Timotheo. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Timotheo anasema dini haina maana. Sikiza nayo tunaambiwa. Timotheo, ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Yasiyo na maana. So Biblia nayo inatuambia ujiepushe na maneno ambayo si ya dini, ambayo hayana maana. So ukiona mtu hana dini unajua maneno yake hayana maana. So dini iko na maana. Sasa hiyo ni Ukristo bado iko na maana yake. Sio Ukristo, tumeambiwa dini. Sio Ukristo. Nimekuambia katika Biblia hakuna mahali wamesema Ukristo ni dini, hapana. Hakuna, walisahau kuweka. Hii ni Timotheo wanasema kuhusiana na dini na Ukristo sio katika dini kwa sababu haijatajwa. Sasa wewe utaiwekaje Ukristo wakati waandishi wa Biblia hawakuiweka? Na huyu Timotheo mwenye alikuwa anaambiwa alikuwa ni nani? Huyo alikuwa ni mtu. Anatoa rai yake kwa sababu anajua. Hatujajua kama ni mtumishi wa Mungu. Sasa labda utuelezee. Ni ushauri anatoa. Ukitoa ushauri sio vibaya. Hawakusema Hussein ama fulani, lakini wakasema Timotheo. Kulingana na wao venye waliandika. So walielewa kwamba Timotheo ni mtumishi wa Mungu, ndio akampea hiyo nini. Sasa wewe ndio unasema ni mtumishi wa Mungu, yeye hajakuambia. Ulijuaje mtumishi wa Mungu? Maana nimesoma katika Biblia, sijasoma katika Qur'an. Wapi inasema Biblia ni mtumishi wa Mungu? Hii ni Biblia. Si nimesoma kwa hiyo Biblia ndani. Kwani Biblia kuna mahali inasema lazima mtu aandike ndani ya mtumishi wa Mungu? Hebu fungua kwa hiyo Qur'an nisomee mahali imeandikwa kama hiyo. Hii ni kwa Biblia tumesoma. Kwa Qur'an imeandikwa hivi 3:85. Wewe ukitaka iandikwe hivyo. Wakristo ndio wanatumia hivyo. Wakristo, hakuna Mkristo anayetumia Biblia. Wewe ni kwa fikra zako ndio unajua hivyo. Hii ni kitabu cha kila mtu atumie. Usiweke ati hii kitabu ni cha watu fulani. Kwani wewe Mungu ni wa watu fulani? Mungu ni wa watu wote. Alafu sasa kitabu inafaa kuwa ya watu wote. Qur'ani ni ya watu wote. Sasa wewe usizuie watu kusoma kitabu. Wacha kama mtu anataka asome kitabu yoyote. Sikiza habari 3:85. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anataka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Kwanza sisi tunaambiwa yeyote atatafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Kwanza hiyo dini Mungu haikubali. So lazima uje na dini ya Uislamu, tupe vitu. Naye akhera atakuwa katika yenye hasara kubwa kabisa. Unaona? So sisi tunaambiwa lazima uwe Muislamu. That's why tunakuita, tunakuhusia uwe Muislamu, lakini kwa sio kwa faida yetu, kwa faida ya nafsi yako. So nyinyi hapo kabisa ni kwa Waislamu peke yake. Watu wengine hawatambui. Sisi si ati hatutambui. Si ati hatutambui. Na mwanzo ukaniambia sisi wote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. We kuna kitu hujaelewa. Nimekuambia hivi, tunatambua watu wote na tunawaambia wasikufe isipokuwa wamekuwa Waislamu, kwa sababu wakifa kama si Waislamu watapata hasara. That's why tunawatambua, ndio tunawaita waje katika kufaulu. Tunakataa kwa nini? So wasikuje katika dini ya Kiislamu, wakuje kutafuta Mwenyezi Mungu. Lazima wakuje katika Uislamu ndio wamjue Mungu. Sasa utamjua Mungu ukiwa nje namna gani? Uislamu ni dini ama ni kunini ya Mungu? Anauliza kama Uislamu ni dini. 6:26 Qur'ani.
Pole pole. Kijana mzuri. Kumbe una maswali sharp sana. Maswali mazuri. Anauliza kama Uislamu ni dini. 6:26 Qur'an. Na hii dini ya Uislamu. Kumbe Uislamu ni dini? So Uislamu ni dini. Ni dini. Na mwanzoni ukaniambia dini ipeleki mtu mahali. Sijakuambia dini ipeleki mtu mahali. Nina rekodi kila kitu hapa. Nilikuambia kama huna dini ndio itakuwa huna maana. Dini ni njia ya kukuelekeza kwa Mungu. So dini inakupeleka kwa Mungu kwa sababu ni matarajio yako. So hata lazima uwe na dini. Hata Ukristo ni dini na itakupeleka mahali. Hakuna kitabu kimesema Ukristo ni dini. Hebu nipatie mahali pameandikwa Ukristo ni dini. Si umesema Timotheo hapa. Timotheo hajasema Ukristo ni dini. Sasa kaka wewe unanichanganya. Sio Ukristo. Unajua usije ukanichanganya bure. Pole pole tu ndio. Ndio naenda pole pole. Hakuna kitabu kinasema Ukristo ni dini. Wakristo kuwauliza wao wanasema ni wafuasi sio dini. Ni wafuasi. Wanasema wao sio dini. Na sisi tunaongea kuhusiana lazima uwe na dini kwa sababu dini ndio njia ya kukupeleka kwa Mola wako. Kwa sababu dini iko na sheria na kanuni. Na nipata vizuri? Lazima kuna sheria zina guide na kila kitu inakueleza hivi usiende kando na hivi ndio uweze kufaulu na kumwamini. Wakristo ni wafuasi. Kulingana na wao vyenye wanasema, hawajasema ni dini. Na tumeambia Waislamu ni watu ambao wanafuata dini ya Uislamu. Waislamu ni watu ambao wanafuata dini ya Uislamu kwa sababu Uislamu ni dini. Waislamu ni watu wanafuata dini ya Uislamu, wanafuata Uislamu. Na sababu Uislamu ni dini. Na Wakristo ni wafuasi. Wanafuata nini? Hawana dini. Hapo unalikoroga. Wakristo ni watu wasiokuwa na dini. Ndio nawauliza wanafuata. Haya brother, karibu. Naona sasa umehepa hapa lakini acha kuja. Karibu. Ameniambia niulize huyu. Amekataa, ameniambia uliza huyu. Ni yeye ameniambia siwezi fukuza mtu. Yeye mwenyewe ndiye ameniambia uliza huyu. Siwezi mfukuza. Bwana kuita nani? Ninaitwa Paul. Naitwa Paul. Unaitwa Apollo. Apollo Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo. Asante. Swali gani ungeunjika hapo? Nimesikia hapa kitu fulani yenye umesema ati yani ukiwa na dini ndio utapata ile mwelekeo ya kupeleka kwa kwa Muumba wako. Kabisa, bila dini huna mwelekeo. Kwa hivyo sasa ukasema Mkristo sasa yani ni mfuasi sio hana dini. Maana hakuna dini inaitwa Ukristo. Kwa vitabu hakuna. Kwa hivyo sasa hiyo ni kumaanisha Wakristo ni watu wasiokuwa na dini. Ni watu wasiokuwa na dini. Wakristo hawana dini. Na nakwambia hivyo kwa sababu hata wachungaji wasakubali Wakristo hawana dini. Wao wanasema ni wafuasi. Hawana dini. Na dini ndio inakuelekeza kwa Mola wako. Kwa hivyo sasa wewe ukiwa kama Mkristo huna dini. Kwa hivyo sasa wewe ni mfuasi. Kwa hivyo sasa hutakuwa na ile njia ya kuelekea kwa Muumba wako. Inakuwa huna. Inabidi ukuje katika dini ndio uwe na njia ambao ni Uislamu. Sasa unataka kumaanisha ati sasa lazima kila mtu sasa mwenye anataka kuenda kwa Muumba wake lazima sasa akue Muislamu ndo sasa akuwe na ile mwelekeo wa kwenda kwa Muumba wake. 100% lazima uwe Muislamu. 100% hatukulazimishi, lakini ndio ukweli kweupe. Yaani wewe ukitaka wewe kutaka kwako uwe Muislamu kwa sababu Mungu alazimishi na hakuna kulazimishwa. Lakini ndio ufike kwa Mungu lazima kwanza uwe Muislamu. Ni sawa sawa. Ni sawa sawa. Huwezi atienda siku ya kuchaguliwa watu wanapiga kura ati uende hapo useme mimi ni Mkenya nataka nipige kura. Lazima uwe na kadi ya kupiga kura. Wewe ndio ni Mkenya lakini huna kadi, huwezi piga kura. Unanipata? Sasa wewe ni binadamu ndio, lakini wewe huna dini ya Uislamu, huwezi ingia peponi. Lakini wewe binadamu. Nanipata? Vyenye wewe ni Mkenya lakini huwezi kukubaliwa kuingia kwa voting card kama huna ile kadi ya kupiga, na ndio unaambiwa sasa chukua kadi ndio uwe miongoni mwa wanaopiga. Ili tuwe kadi. Lakini wewe ukibaki, wewe utakuwa bado ni Mkenya. Haki yako ya Mkenya hakuna mtu atakukataza na wala hutalazimishwa. Serikali ya Kenya haiwezi kukulazimisha ati lazima upige kura, hapana. Utabaki ni Mkenya lakini huwezi ingia kwa kituo ya kupiga kura. Hivyo hivyo wewe utabaki binadamu lakini huwezi ingia paradise kwa sababu hujakuwa Muislamu. 40 Qur'an. Tupe vitu. Tupe vitu. Unajua anastuka sija akapata pressure bure huyu. Sija kadondoka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 40 baba. Afanye ubaya hatalipoa ila sawa na huo uovu wake. Asanti. Na afanye wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni Muislamu basi hao wataingia peponi riziki humo bila hisabu. Yaani wale Waislamu ndio wanaambiwa wataingia peponi, wanaingia paradise.
kwa sababu dini inakukataza mambo mengi. Kwa mfano, dini inakuwekea haramu kunywa pombe, dini inakuwekea haramu kuingia katika madawa. So lazima ukae katika ile misingi ambao, na hiyo dini, hiyo sheria ni aliyeleta ni Mungu. Inakukataza uzinzi. So inakukataza kuzini, kwa sababu kuzini inakuletea maradhi, inakuletea nini, inakukataza dhuluma, kuwadhulumu watu. Leo watu wanadhulumu watu wakidhani ni mchezo. Hakuna kosa kubwa kama dhuluma ya kuwadhulumu watu wewe. Ufisadi unabeba vitu vya watu. Makosa utaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Okay, sasa kwa hivyo mimi nishaelewa. Mimi ni Mkristo, sasa nimesikia mimi sasa ni mfuasi. Na sasa sina dini, nimeona sasa mimi sasa sina mwelekeo. Lazima uwe na mwelekeo. Na mwelekeo ili upate lazima uwe Muislamu. Sawa sawa. Agoja kidogo. 6:25 Qur'ani hapo. Tena kuwa Muislamu sio wewe tu kujipeleka. Wallahi kuwa Muislamu ni neema kubwa sana. Ni Mungu anakufungua kifua chako Uislamu. Sikiza habari. Nitasoma kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumuongoza, Mungu akitaka kukuongoza, sisi hatuwezi kukuongoza, kazi yetu tunafikisha, lakini hatuwezi kukuongoza. Anayeongoza ni Mungu. Yule mtu ambaye Mungu anataka kumuongoza hufanya nini? Hufungulia kifua chake Uislamu. Yani Mungu anakufungulia kifua chako Uislamu. Mungu akitaka kukuongoza anakufungulia, unakuwa Muislamu. Muislamu unakuwa humble na unahurumia watu, unaangalia maneiba zako, lazima uwe mtu mpole. Kuna sheria nyingi sana katika Uislamu lazima uzifuate. Na kujua haki za wengine. Na kujua haki za watu wengine na haki zako, haki za mke wako, haki za nini. Unaona, kama mkikosana na mke wako sio lazima mkimbizane kwa wazazi, hapana. Mkikosana mnakaa chini, nyinyi watu wazima, si watoto. Wewe lete shida yako na mimi nilete yangu, tuweke kwa meza, mna discuss. Nyinyi watu wazima, si watoto. Na nipata vizuri? Kabla mfike kwa wazazi, hiyo labda iwe ni mata ambao ni between death and nini, mata ambao ni kubwa sana, life and death. Sio kitu kidogo tu ati mnakimbia kwa wazazi ati hapana. Unakueleza uwe gentleman, mnakaa chini, lete kesi yako, mna discuss vizuri, mnamalizana. Mnaenda mnabwaga hivyo, mnaelewana nyinyi watu wazima pole pole. Yaani Uislamu inakupatia nini nyingi sana maisha ya kuishi hapa duniani. Na Uislamu hakuambia ati uishi ukiwa mnyonge ati kwa sababu ukiishi ati ukiwa mnyonge ndio utaenda peponi, hapana. Lazima tunaomba maisha mazuri duniani na akhera. Unaishi maisha mazuri duniani na kesho akhera unaishi maisha mazuri. Mali yote ni ya Mungu. Unamuomba akupe. Sasa nimesikia, sasa nimesimama katikati ya watu wako na kadi. Uko katikati bado hujakuwa Muislamu. Sasa nimesimama katikati ya watu wenye wako na kadi na sasa sina mwelekeo. Sasa unasemaje uwe Muislamu? Sasa wacha kwanza, unajua sasa lazima sasa kwanza wewe mwenyewe ujibalance kwanza, unaona. 2:256 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Hatuwezi kukulazimisha. Ni hiari yako. Kazi yetu tumekufikishia, ndio hivyo, ni hiari yako. Sasa ni wewe useme nataka kupotea, ni juu yako. Sisi tumekufikishia ndugu yangu, na karibu sana katika Uislamu. Sawa? Karibu sana. Karibu. Huyu ako na elimu kubwa, afadhali huyu. Kwa nini mnataka mwenye ako na elimu ndogo? Kama wewe karibu. Wachana huyu, karibu wewe. Kuna hekima inatumia hiyo. Na watu aina mbili, kuna mtu anakuja kujua na mwingine hakuji kujua. Wewe unakuja kujua, mimi najua. Na uko karibu kusilimu. Unaona, sasa ndio nakupeleka pole pole. Wewe kwani mwingine? Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Salim. Hakuna shida. Mimi wananiita Salim. Hata mimi naitwa hivyo tu. Unaitwa Salim Mashaallah. Si unaona somo yangu huyu. Muislamu. Sawa. Swali gani? Na wewe ni Muislamu kamili kweli? Mimi ni Muislamu. Wewe sio Muislamu bwana. Mimi ni nani? Ni nani? Kwa sababu kulingana na hiki kitabu chenu haifai mchangamane na watu ambao si Waislamu. Andiko gani? Nasema tusichangamane na watu ambao si Waislamu. Tupe haya. Haifai kuchangamana. Tupatie andiko ambayo inasema tusichangamane na watu si Waislamu. 385. 385. Mahali inasema tusichangamane na watu ambao si Waislamu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini sio kwa Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake, naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. 86. Au niachie hapo tu. 85 sio? Endelea. Mwenyezi Mungu atawaongozaje kuendea haki watu waliokufuru baada ya kuamini kwao na wakashuhudia kwamba
mtume huyu ni wa haki na zikawafikia hoja zilizo wazi, Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalimu. Unasikia? Hebu rudia 85 hapo. Rudia 85. Ukisema tu Waislamu wasichangamane na wasiokuwa Waislamu, wewe simama. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake, haitakubaliwa kwake. Kwa hivyo nyinyi haifai mtukubali sisi. Sio sisi, hiyo ni hukumu ya Mungu. Tunaambiwa usituweke kwa hukumu. Mungu ni wa watu wote. Tunaambiwa anayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu haitakubaliwa kwake, naye akhera, si hapa duniani, atakuwa katika wenye hasara. Sisi tumepewa ruksa kuchangamana na watu ambao si Waislamu. 16:25 Qur'ani. Tulia. Si nimekusikiza. Peleke vile nyinyi mnataka. Si wewe imesema tusikubachangamane. Mimi nataka kutoa hiyo taka kwa watu, inakubaliwa na ndio tunawaita 16. Nitasoma kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waite watu katika njia ya Mola wako. So Qur'ani inatupa ruksa ya kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Teremka. Kwa hekima na mawaidha mema. Tena tunatumia hekima na mawaidha mema. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Tena tumeambiwa tufanye mjadala, tujadiliane nao, ndio unaona tunazungumza kwa njia iliyo njema. Sio kwa kuwatukana wao, kutukana dini yao. Si utukane watu au utukane dini yao, na ndio unaona hatujatukana dini ya mtu, tunajadiliana. Mtu anasema nimekubali, nimeelewa, wacha niende nifikirie. So tumekubaliana kuchangamana, kuwaita watu tusikizane, hiyo haijakatazwa. Lete swali yako. Hebu soma tena 2:29. 2:29. Leo umedhamiria. Nikwambia mimi namkaribisha huyu. Kuna watu mimi nikikaribisha najua ni watu wa kuelewa. Lakini ukiona mtu nimekwambia huyo mwache, tunajua hataki kuelewa. Haifai ukataza watu bwana. Tumekatazwa na Qur'ani. Sio mimi nakataa watu. Nitakuonyesha kwa Qur'ani imekataza kubishana. Lakini mtu kama wewe huna ubishi, ni mtu ambaye unakuja kuelewa, nakupa nafasi. Alafu huyu rafiki yangu naye leo amepitia rafiki yangu, lakini tulia tu hivyo. Yeye ndiye aliyekumbieni vyote vilivyomo katika ardhi. Asante. Kabla hajakuumbeni ili mkute kila kitu tayari. Asante. Tena akakusudia kuumba bingu. Na akazifanya bingu 7. Tumesema 2:29. Surah Bakara. 2 ama ni gani unataka? 29 ndio hiyo. Wewe unataka gani? Wewe ukisema tu isomwe. Wewe sema ni gani unasema tu isome pole pole. Jaribu kukumbuka tu, wala usiwe na speed. Muda wako. Hata pasta unaweza kumuuliza labda usiwe na wasiwasi. Tena itakuwa vizuri. Basi wacha niulize swali lingine basi. Umeachana na hiyo. Uliza nyingine sasa. Acha niulize swali nyingine. Nimesikia wewe ukisema kwamba njia ni dini, si ndio? Kitu kama hiyo. Kwamba njia ni dini. Sio, ni kweli? Sio kila njia ni dini. Sawa? Sio kila njia ni dini, kwa sababu hii pia ni njia na sio dini. So njia ya Uislamu ndio tumeambiwa ndio dini, sio kila njia ni dini. Njia ya Uislamu ndio dini. Ndio dini. Sasa hiyo peke yake hiyo. Yaani njia ya Uislamu ndio dini peke yake. Ndio dini peke yake. Nataka unionyeshe kwa Biblia penye imeandikwa kwamba njia ya Uislamu ndio dini peke yake. Kwa Biblia hawakuandika, kwa sababu wangeandika hawakuandika kwa Biblia. Sasa wewe kwa nini ukatase Mkristo njia yake ya kwenda mbinguni? Mimi sijamu. Kwa sababu yeye ni Mkristo, anaamini chenye kimeandikwa kwenye Biblia. Mimi sijamkataza, nimemwambia Ukristo sio dini. Na kama nimekosea, ngoja nimemwambia Ukristo sio dini. Na kama nimekosea, sema kweli nimekosea, uniambie Ukristo ni dini au sio dini. Mimi nimemwambia Ukristo sio dini. Ukristo sio dini. Ni kweli, si ndio? Hapana, sio kweli. Ukristo ni dini. Ukristo ni dini. Asante, tupe andiko Ukristo ni dini. Tulia. Andiko ambayo inasema Ukristo dini. Ukristo ni dini, mimi naamini Ukristo ni dini. Wewe umesema kwamba imani na ukweli ni vitu mbili. Nataka andiko Ukristo dini. Ngoja kwanza, tulia. Ngoja kwanza. Angalia hawa wanasumbua. Ati wewe uondolewe, huyu awekwe. Sasa hii Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesho inshallah.